Tambua nyakati na hali. Morris atakuwa amesoma riwaya. Wakati ujao, hali timilifu. Mbadhe alikuwa anawatumbuiza wageni. Ni wakati uliopita, hali ya kuendelea. Geuza katika hali ya mazoea. Aliporudi nyumbani, alikuta tumelala. Hali ya mazoea, arudipo nyumbani, utukuta tumelala. Nitarudia. Arudipo nyumbani, utupata tumelala. 21. Bainisha nyakati na hali. Nilikuwa nimeanza kuosha vyombo. Ni wakati uliopita, hali timilifu. Nilikuwa ileli. Ni wakati uliopita, nimeanza ile ni hali timilifu. Tutakuwa tukisoma riwaya. Ni wakati ujao. Ile taa katika tutakuwa. Hali ya kuendelea ni ki katika tukisoma. 22. Andika katika hali ya mazoea. Kazi ambayo tunaifanya inatufaidi. Hali ya mazoea ni kazi tuifanyayo hutufaidi. Ile hu ya mazoea. 23. Geuza sentensi zifuatazo kwa mujibu wa maagizo yaliyo mabanoni. Baba anapalilia miche. Wakati uliopo, hali isiyodhihirika. Kwa hivyo unasema baba apalilia miche. Viti hivi vilijikia pale. Yani viti hivi vilivunjikia pale. Wakati ujao, hali ya kuendelea. Kwa hivyo unasema viti hivi vitakuwa vikivunjikia pale. Wakati ujao ni katika vitakuwa ile ta. Hali ya kuendelea ni ile ki. 24. Andika katika nyakati na hali zilizo mabanoni. Wanafunzi wanafanya mtihani. Wakati ujao, hali timilifu. Wanafunzi watakuwa wamefanya mtihani. Watakuwa ile ta ni ujao. Wamefanya ile meni hali timilifu. Mtoto amekunywa maziwa. Wakati uliopita, hali ya kuendelea. Mtoto alikuwa anakunywa maziwa. Kwa hivyo alikuwa ile lini wakati uliopita. Hali ya kuendelea ni ile ki au anakunywa. Mtoto alikuwa anakunywa maziwa au mtoto alikuwa akinywa maziwa. Roda aliwapikia wageni. Kwa hivyo wakati uliopo, hali timilifu. Roda amewapikia wageni. Geuza katika wakati uliopita. Wanafunzi wanacheza kandanda uwanjani. Wanafunzi walicheza kandanda uwanjani. Mawakili wale wanaandika ilani kwa wateja wao. Mawakili wale waliandika ilani kwa wateja wao. Andika katika hali timilifu. Kwa hivyo hali timilifu unatumia me. Ogol alipika kura. Samahani. Ogol alipiga kura. Hali timilifu ni Ogol amepiga kura. Upepo uliangusha miti shambani. Upepo umeangusha miti shambani. 27. Andika sentensi zifuatazo katika wakati usiodhihirika.
Samaki alielea majini. Wakati usiodhihirika ni samaki aelea majini. Unaona ile ndio wakati usiodhihirika. Mwalimu amewafunza wanafunzi. Mwalimu awafunza wanafunzi. Unaona tena. Kiti kiliwekwa ukumbini. Kiti chawekwa. Sasa unatumia ile chawekwa ukumbini, ni wakati usiodhihirika. 28. Onyesha hali katika sentensi hizi. Huenda mvua ikanyesha leo. Huenda ile huu ni hali ya matarajio, matazamio, pengine au uwezekano. Miti hukatwa kila siku duniani. Hukatwa, ile huu ni hali ya mazoea, yani kila wakati au kila mara. 29. Badilisha sentensi ifuatayo iwe katika hali ya kuamuru. Baba ingia ndani. Baba ingia ndani. Na lazima uweke kihisishi, ndio pale alama hisi samani. Alama hisi ndio uoneshe hali ya kuamuru. Baba ingia ndani. Unaweka alama hisi pale ndio uonyeshe hali ya kuamuru, au ingia ndani baba. Unaweka kihisishi kuonyesha hali ya kuamuru. 30. Tunga sentensi katika wakati uliopo kuonyesha kwamba kitendo kimekuwa kikiendelea kwa muda. Wachezaji wangali wanafanya mazoezi, ile wangali. Watalii bado wanawatazama wanyama. 31. Eleza maana ya sentensi hii. Ningalikuwa na pesa, ningalinunua nyumba na ningalistarehe. Kwa hivyo ile ngali inaonyesha kuwa hakuwa na pesa, hakununua nyumba na hakustarehe. Pili, sentensi ina maana kuwa vitendo hivi havikufanyika. Hakuwa na pesa na pia hakununua nyumba. Kwa hivyo vitendo havikufanyika. Pia 3, sentensi hiyo ina maana kuwa hakuna uwezekano wala matumaini ya vitendo vinavyorejelewa kutendeka. Yaani hakuna uwezekano wa kuwa na pesa wala kununua nyumba kwa sababu ya ile li. Je, umeelewa? Tafadhali niandikie maoni pale chini na uniambie video ambayo tutashughulikia kesho. Shukran sana kwa kusubscribe na kwa kunisikiliza.